Siku ya leo tena tuko siku ya 5 katika mfululizo wa masomo ya majina kibiblia ya watu wanaokwenda mbinguni. Majina kibiblia ya watu wanaokwenda mbinguni. Tayari tumekwisha jifunza majina kadha wa kadha ambayo tuliangalia pale mwanzo. Jina moja wapo tulijifunza ni watoto Mungu. Tulijifunza pia vile vile habari ya balozi wa Yesu. Tukajifunza habari ya raia wa mbinguni. Na tunaendelea kujifunza tena siku ya leo. Liko tena jina jingine ambalo watu wanaokwenda mbinguni, jina hilo nalo hulibeba. Na jina hilo si jingine bali ni wafalme. Jina jingine ambalo tunaangalia siku ya leo ni wafalme. Sisi ni wafalme. Ili ni miongoni mwa jina jingine ambalo kila mtu aliyeokoka hana budi kufahamu kwamba yeye ni mfalme. Na hapa nizingatie hapa bila kujali jinsia. Ufalme huu unakuwa katika ulimwengu wa roho ambao unaenda kutendeka katika ulimwengu wa mwili. Vile vile unafanya kazi rohoni, lakini vile vile unafanya kazi mwilini. Katika Ufunuo Yohana sura ya 1 mstari wa 6, lakini tutaanza mstari wa 4 mpaka mstari ule wa 6. Ufunuo Yohana sura ya 1 mstari wa 4 mpaka mstari wa 6, lakini tunaozingatia ni ule mstari wa 6. Biblia inasema, Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyoko na aliyekuwako na atakayekuja, na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti chake cha enzi, tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Angalia kwa umakini mkubwa mstari wa 6, na kutufanya kuwa ufalme kama kuhani kwa Mungu, naye ni baba yake. Utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Amina. Narudia mstari wa 6, na kutufanya kuwa nini? Ufalme. Zingatia hilo neno, na kutufanya kuwa, na kutufanya kuwa, tuseme wote, na kutufanya kuwa ufalme. Hatusemi, na tuseme wote, na kutufanya kuwa ufalme. Wengine hatusemi, tuseme kwa bidii, na kutufanya kuwa ufalme. Ndio, na kutufanya kuwa ufalme. Ni muhimu kwa kila mmoja wetu kufahamu, na hili ni muhimu kwako. Tunapojifunza Biblia katika lugha ya Kiswahili, kuna mambo kadhaa ambayo hatuna budi kuyafahamu. Kwa mara ya kwanza Biblia iliandikwa kwa lugha ya Kiebrania, kwa maana ya sehemu kubwa ya Agano la Kale, na Agano Jipya likaandikwa kwa sehemu kubwa lugha ya Kiyunani. Sikia Kiyunani maana yake ni Kigiriki. Kwa hiyo Biblia ilianza kutafsiriwa miaka mingi zamani sana. Na katika kutafsiri walitoa lugha moja kupeleka nyingine na nyingine na nyingine. Sasa lugha ya kwanza au lugha za kwanza kutafsiriwa ilikuwa ni Kilatini, baadaye ikaja Kiingereza na nyingine. Sasa wakatafsiri Kiingereza, na hatimaye kutokea kwenye lugha ya Kiingereza ndio ikaja kwenye Kiswahili. Wamishonari wakati wanatoka Ulaya wanakuja Afrika, wakati wanatoka Marekani wanakuja Afrika, walikuja na Biblia za Kiingereza. Kwa hiyo ilazimika sasa kutafsiri Biblia ya Kiingereza
kuileta kwenye lugha ya Kiswahili. Sasa ni muhimu ufahamu kisomi sasa kwamba lugha inapotafsiriwa kutoka lugha moja kwenda lugha nyingine, habari inapotafsiriwa kutoka kwenye lugha moja kwenda lugha nyingine, kunaweza watafsiri wakapatia au watafsiri wakapunguza maana au wanaweza wakaongeza. Tuko pamoja? Kwa ili uwe mtafsiri mzuri au mwalimu mzuri au msomi mzuri wa lugha ya Kiswahili, ni vizuri sana kama unafahamu lugha ya Kiingereza, tafuta Biblia ya lugha ya Kiingereza inaitwa ya King James Version, yani toleo la mfalme anaitwa Yakobo. Alikuwa ni mfalme wa Uingereza ambaye yeye alitumia fedha zake za ufalme kutafsiri Biblia kutoka katika lugha ya Kiebrania na Kiyunani kuleta katika lugha ya Kiingereza. Lakini ukiwa na neema vile vile, kama utapata neema ya kujifunza lugha ya Kiebrania itakuwa ni bora zaidi. Lakini yule ambaye amepewa neema mbele yako atakusaidia kuweza vile vile kuweza kujua maana ya asili katika neno husika ili uweze kuelewa tafsiri sahihi. Kwa nini ninasema haya yote? Mstari huu ambao nimetoka kusoma, mstari wa 6, umesema na kutufanya kuwa ufalme. Neno hilo watafsiri hawakulitafsiri sahihi. Kwenye lugha ya Kiyunani ambayo imetafsiriwa kwa usahihi katika lugha ya Kiingereza inasemaje? Nisome katika lugha ya Kiingereza. Ufunuo Yohana sura ya 1 mstari wa 6 inasema hivi, and I have made us kings. Neno kings maana yake ni wafalme, sio ufalme. Ufalme ilipaswa iwe kingdom, lakini mfalme maana yake ni king na wafalme ni kings. Tuko pamoja? Kwa kinachotajwa katika mstari wa 6, na kutufanya kuwa ufalme, maana yake na kutufanya kuwa wafalme. Tuko pamoja? Yesu Kristo ametufanya sisi kuwa wafalme. Kwa hiyo tunabudi kufahamu tunapokuwa tumetubu dhambi zetu na kumaanisha kuziacha, sio tu tumefanywa kuwa watoto wa Mungu, sio tu tumefanywa kuwa raia wa mbinguni, sio tu tumefanywa kuwa balozi wa Kristo, lakini vile vile tumefanywa sisi kuwa wafalme. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Adamu na Hawa ni muhimu tufahamu walipoumbwa. Waliumbwa duniani kama sio tu watoto Mungu, sio tu kama mabalozi duniani, sio tu kama mabalozi au raia, lakini walifanywa vile vile kuwa wafalme. Ni muhimu tufahamu Mungu alipoumba, kabla ya uumbaji kwanza, Mungu alikuwa yuko peke yake, lakini kama mfalme aliamua kuumba malaika ambao yeye aliamua kuongoza yeye mwenyewe. Lakini baadaye aliamua kutanua ufalme wake. Alipoamua kutanua ufalme wake, aliamua kuumba dunia, akaamua kuumba miti, wanyama na viumbe mbalimbali hapa duniani. Hatimaye akaamua kumuumba mwakilishi wa ufalme wake ambaye alikuwa ni Adamu na Hawa. Hawa walikuwa ni wafalme chini ya mfalme wa wafalme Yesu Kristo. Tuko pamoja? Lakini kwa bahati mbaya, Adamu na Hawa waliamua kwa hiari yao kupoteza ufalme. Waliamua kwa hiari yao kuchukua ufalme wao, kuchukua mamlaka yao, kumkabidhi Shetani. Na walipomkabidhi Shetani, kimsingi walitoka wao kuwa wafalme, wakamfanya Shetani kuwa mfalme. Na ndio maana Shetani ana mamlaka duniani. Sio kama unanielewa? Shetani ana mamlaka, na kuna watu wako chini yake ambao yeye anawatawala, anawaendesha, maana yake ni mfalme juu ya watu hao. Tuko pamoja? Amen. Ndio maana Biblia inasema katika Efeso sura ya 2, Efeso sura ya 2 mstari wa 1 na wa 2. Efeso sura ya 2 mstari wa 1 na wa 2. Efeso sura ya 2 mstari wa 1 na wa 2. Biblia inasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani,
kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata nani? Mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Unapoona watu wanajichubua ngozi, maana yake kuna mfalme yuko juu yao, anawatawala wafanye wanavyofanya. Ukiona watu wanawake wanavaa mini skirt, ukiona wanawake wanavaa masuruali, ukiona wanaume wanakaa uchi. Juzi nikawa naangalia katika Facebook, nikawa naangalia picha fulani ambazo ukiwa na scroll, ukiwa unatembeza kioo cha simu, utaona yani kuna vitu inabidi uviache haraka. Yani ukingangania kuangalia, moyo wako utatibuka haraka, utavurugu haraka. Sasa wakati napita nikakuta eti baba mtu mzima kabisa, haoni aibu, kavaa underwear, yani nguo ya ndani kabisa, alafu yuko kwenye swimming pool na wanawake wengine tu wako wengi tu hapo, yani nguo ya ndani kabisa, makalio yanaonekana, tumbo liko wazi, anaonekana. Ukiona mtu anafanya kitu namna hiyo, maana yake kuna mfalme yuko juu yake, anamwendesha, anamtawala, ambaye mfalme huyo ufalme wake alipewa na Adamu. Ufalme wake alipewa na Adamu, na hao walimkabidhi Shetani, walimkabidhi Lucifer wenyewe kwa hiari yao. Tulijifunza na leo tunarudia tena. Kibiblia, yule ambaye anakutawala, yule ambaye unamsikiliza, unamtii, kimsingi ndiye anayekutawala. Adamu na hao walipokubali kumtii Shetani, automatiki wakawa wamekabidhi mamlaka yao kwa Shetani, na wao wakawa chini ya Shetani, na Shetani akawa anawatawala. Warumi sura ya 6. Warumi sura ya 6 mstari wa 16. Warumi sura ya 6 mstari wa 16, Biblia inasema, Warumi sura ya 6 mstari wa 16, hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki? Narudia, hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa. Adamu na Hawa maana yake alijitoa, mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake. Walijitoa Adamu na Hawa kuwa watumwa wa nani? Wa Shetani, na automatic Shetani akawa mfalme kwao, na ufalme Adamu na Hawa akawa wameupoteza. Adamu na Hawa walipoteza ufalme wao kwa kumtii Shetani. Ufalme wao ukatoka kwa Adamu na Hawa ukaenda kwa Shetani, na automatic Adamu akawa sio mfalme tena, Hawa akawa sio mfalme tena. Tangu hapo na kwa vizazi vyote mfalme akawa Shetani. Yesu Kristo, kazi mojawapo iliyomleta hapa duniani ni kufa pale msalabani ili kuturudishia ufalme, kuturudisha katika position ile aliyokuwa nayo Adamu na Hawa, kuturudisha katika nafasi ya kuwa wafalme. Amen. 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 Kwa hiyo tumerudishwa katika position ya kuwa wafalme, tumerudishwa katika nafasi ya kuwa wafalme. Na hapo sizungumzi habari ya jinsia. Katika roho hakuna mwanamke, hakuna mwanaume. Siku moja Yesu Kristo alifuatwa na watu kwenda kumuuliza kwamba kulikuwa na mama mmoja alikuwa ameolewa katika nchi yetu, katika eneo letu. Yule mwanamke alikuwa ameolewa, akaolewa na mwanaume wa kwanza. Mwanaume yule wa kwanza hatimaye akafariki hakuzaa, na kulingana na desturi zetu anatakiwa arithiwe. Akarithiwa na mwanaume wa pili, naye akumzalia mtoto, naye akafa, akarithiwa na watatu na wanne, mwisho yote akarithiwa na wanaume mpaka wanaume 7. Hatimaye wanaume wote wakafariki. Wakamuuliza swali Yesu, wakasema, sasa katika kiyama atakapofufuka mtu atakuwa mke wa nani? Yesu akalijibu swali ambalo watu wengi na kwenye dini nyingi jambo hili hawajaweza kulitegua. Yesu akasema,
Mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uwezo wa Mungu. Kwa sababu katika kiyama hawaoi wala hawaolewi, bali huwa kama nini? Malaika. Malaika hana jinsia. Wako watu wamekuwa wakifundisha kwamba eti kwa sababu malaika anaitwa Mikaeli, anaitwa Gabrieli, basi ni mwanaume. Malaika hana jinsia yoyote. Tuko pamoja? Kwa katika roho hakuna mwanamke, hakuna mwanaume. Katika roho wote tunaitwa watoto wa Mungu basi. Wote ni watoto wa Mungu full stop. Na kwa sababu ni watoto wa Mungu, vile vile tunaitwa wafalme. Tuko pamoja? Kwa Yesu Kristo akawa ameturudishiwa sasa mamlaka. Sasa hapa hauna budi kusikiliza vizuri. Yesu alipoturudisha sisi kuwa wafalme, hatui wafalme kamili kama ilivyokuwa wakati wa Adamu, ila ufalme wetu utakamilishwa kuwa vile vile kama wakati wa Adamu katika kipindi kinachokuja kinachoitwa utawala wa miaka 1000 wa Yesu Kristo hapa duniani. Kuna vipindi mbalimbali ambavyo vinakuja mbele yetu. Kuna kipindi cha unyakuo wa kanisa. Na mara baada ya unyakuo wa kanisa kitafuata kipindi kibaya kinachoitwa kipindi cha dhiki kuu. Lakini unyakuo wa kanisa utakapoenda mbinguni tutakuwa katika kipindi kinaitwa harusi ya mwanakondoo na taji kwa watakatifu, ambacho kitabeba miaka 7, na hapa duniani kutakuwa na dhiki ya miaka 7. Mwishoni mwa dhiki ya miaka 7 utakuwa ndio mwishoni mwa harusi ya mwanakondoo kule mbinguni. Yesu Kristo atashuka mbinguni akiwa amepanda farasi mweupe, na watakatifu tutamfuata, na atashuka duniani. Na wakati anashuka kutafuata vita inaitwa vita vya Armageddon, na mara baada ya vita hivyo ndipo utaanza utawala wa miaka 1000 duniani wa Yesu Kristo, akiwepo hapa duniani, yeye akiwa kama mfalme wa wafalme sisi. Tuko pamoja? Ufunuo Yohana sura 20 mstari wa 4 kwanza. Ufunuo Yohana sura 20 mstari wa 4. Ufunuo Yohana sura 20 mstari wa 4. Kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, nao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo miaka mingapi? Ndio. Kwa hiyo hiko ndicho kipindi ambacho ufalme wetu sasa utadhihirika kwa 100%. Tuko pamoja? Ufalme wetu utadhihirika kwa 100%. Kama ilivyokuwa wakati wa bustani ya Edeni. Iko kipindi la kitamani nifike. Kama ilivyokuwa katika kipindi cha bustani ya Edeni, Adamu na Hawa walikuwa na mamlaka juu ya wanyama. Yaani walikuwa na uwezo wa kuamuru wanyama kufanya vyovyote wanavyotaka wao. Adamu alikuwa anaweza kuwaita wanyama wakaja. Adamu alikuwa anaweza kufanya chochote juu ya wanyama, na wanyama hawatakuwa na madhara juu yake. Hawakuwa na madhara juu yake Adamu. Na vivyo hivyo ndivyo itakavyokuwa kwetu. Hebu twende kidogo katika maandiko tuone Yesu Kristo anavyozungumza kuhusiana na habari ya ufalme ambao tutakao kuwa nao katika kipindi hiko. Angalia Luka sura 22 sasa, mstari wa 28 mpaka mstari wa 30. Leo ni kweli wewe ni mfalme, ni kweli una mamlaka, lakini utaona mamlaka yako inafanya kazi zaidi sana katika ulimwengu wa roho. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Amen. Luka sura 22 sasa, mstari wa 28 mpaka mstari wa 30. Luka 22 mstari wa 28 mpaka mstari wa 30, Biblia inasema: nanyi ninyi mliodumu pamoja nami katika majaribu yangu. Yesu anaongea na wanafunzi wake. Wewe na mimi vile vile ni wanafunzi wa Yesu Kristo. Nanyi ninyi mliodumu pamoja nami katika majaribu yangu. Nami, angalia maneno yanayofuata kwa umakini. Nami nawekea ninyi nini?
nami nawawekea ninyi ufalme kama vile Baba yangu alivyoniwekea mimi, mpate kula na kunywa mezani pangu katika ufalme wangu, na kuketi katika viti vya enzi, huku mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Kwa neema ya Mungu tutaenda kuangalia hapo mbele kidogo kuhusiana na habari ya hukumu. Kwa hiyo anasema Baba anasema nami nawawekea ninyi ufalme. Kila mwenye ufalme maana yake ni mfalme. Ni muhimu tuikumbushe, neno mfalme linaitwa king kwa Kiingereza, na neno ufalme linaitwa kingdom, ambalo neno kingdom ni muunganiko wa maneno mawili ya Kiingereza. Neno moja ni king na neno la pili linaitwa domain. King maana yake mfalme, domain maana yake eneo la utawala. Maana yake ukisikia kingdom maana yake ni mfalme anayetawala eneo. Tuko pamoja? Tutaenda kuona hapo mbele kidogo. Kwa hiyo Yesu anasema nawawekea ninyi nini? Ufalme. Kwa maneno mengine, kama unawekea ufalme maana yake unafanywa kuwa mfalme, kwa sababu hakuna ufalme bila kuwa mfalme. Tuko pamoja? Amen. Luka tena sura ya 12 mstari wa 32. Luka 12 mstari wa 32. Luka 12 mstari wa 32. Msiogope enyi kundi dogo, kwa kuwa Baba yenu ameona vema kuwapa ule ufalme. Msiogope enyi kundi dogo, kwa kuwa Baba yenu ameona vema kuwapa ule ufalme. Wakati wa sasa, jijue kwamba wewe ni mfalme na una ufalme vile vile. Tembea ukiwa unajua kwamba wewe ni nani. Usitembee ukiwa mnyonge. Usitembee ukiwa dhaifu. Jua kwamba wewe ni mfalme. Na mfalme, tutaenda kuangalia hapo mbele, mfalme anakuaga na sifa gani. Ufalme wetu leo inawezekana usionekane dhahiri sana katika mwili, lakini utaonekana dhahiri sana katika utawala wa miaka 1000 wa Yesu Kristo duniani. Na katika miaka hiyo tutaishi kama ilivyokuwa wakati wa bustani ya Edeni kabisa. Hebu tuangalie kidogo namna ambavyo itakavyokuwa katika utawala wa miaka 1000, wakati Yesu Kristo yeye atakuwa ni mfalme wa wafalme na sisi tukiwa wafalme chini yake. Isaya sura ya 11 sasa mstari wa 6 mpaka mstari wa 9. Isaya sura ya 11 mstari wa 6 mpaka mstari wa 9. Mimi ninatembea kama mfalme. Mimi ninajielewa kwamba ni mfalme. Sina mashaka wala sitikiswi. Ninatembea kama mfalme. Wanafundisha mahali fulani, nilipokuwa nafundisha watu wakaanza comment katika mtandao kwamba wewe unamuongelea fulani, unatakiwa uache jambo fulani. Sikiliza, mimi naongea kama mfalme, nina mamlaka. Tuko sawa? Ninayo mamlaka. Ukiwa unajua kwamba mfalme mimi nimewekwa na mfalme wa wafalme, ninachotakiwa kuangalia, ninafanya sawasawa na mfalme namna mfalme anavyotaka, ninafanya sawasawa na mfalme wa wafalme anavyopendelea. Je, ninamkosea mfalme wa wafalme? Nikigundua sikosei, ninafanya bila kuangalia sura ya mtu wa yote. Amen. Ijue kwamba wewe ni mfalme. Isaya sura ya 11 mstari wa 6 mpaka mstari wa 9. Mimi ninafanya kama Yesu Kristo alivyofanya. Amen. Kama Yesu alivyofanya. Yesu hakuangalia sura ya mtu kwamba ni sura sio ya mfalme, hakuangalia sura sio ya mtume, hakuangalia sura sio ya yote. Yesu mahali pa kumkemea mfalme alimkemea moja kwa moja. Mahali pa kumwambia, kuna wakati Yesu alimwambia mfalme, aliwatuma watu akawaambia, kamwambieni Herode aliitwa mbweha. Herode aliitwa nani? Mbweha. Huyo ni Yesu Kristo. Isaya 11 mstari wa 6. Isaya 11 mstari wa 6 mpaka wa 9. Twende pamoja sasa. Ninasoma. Mbwa mwitu atakaa pamoja na mwana kondoo, na chui atalala pamoja na mwana mbuzi. Ndama
na mwana simba na kinono watakula pamoja, na mtoto mdogo atawaongoza. Mtoto mdogo atafanya nini? Maana yake anakuwa na mamlaka. Mtoto anaweza kuongoza wanyama. Ndivyo hali itakavyokuwa. Tuko pamoja? Amen. Narudia tena mstari wa 6. Ukiona mtu analala msaidie. Mbwa mwitu atakaa pamoja na mwana kondoo, na chui atalala pamoja na mwana mbuzi. Ndama na mwana simba na kinono watakuwa pamoja, na mtoto mdogo atawaongoza. Ng'ombe na dubu watalisha pamoja, watoto wao watalala pamoja, na simba atakula majani kama ng'ombe, na mtoto anyonyaye atacheza penye tundu la nyoka, na mtoto aliyeachishwa atatia mkono wake katika pango la fira. Hawatadhuru wala hawataharibu katika mlima wangu wote mtakatifu, maana dunia itajawa na kumjua Bwana kama vile maji yanavyoifunika bahari. Hali ndivyo itakavyokuwa. Na hebu tuende tena katika Isaya sura ya 2 mstari wa 4. Hali itakuwaje katika kipindi hiko? Isaya 2:4 mpaka 6. Naye atafanya hukumu katika mataifa mengi, atawakemea watu wa kabila nyingi, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao hiyo miundu. Mikuki ambayo ilitumika kwa vita sasa haitumiki kwa vita tena. Hakutakuwa na vita, maana yake hakutakuwa na habari ya silaha za nyuklia, hakuna kitu cha namna hiyo kama unavyosikia leo. Kuna uvumi, kuna tetesi kati ya India na nchi gani inayopakana nao, wanagombana hivi sasa, na zote nchi zote hizo zinasemekana zina silaha za nyuklia. Watu wana wasiwasi. Naye atafanya hukumu katika mataifa mengi, atawakemea watu wa kabila nyingi, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundu. Taifa halitainua upanga juu ya taifa lingine, wala hawatajifunza vita tena kamwe. Tuko pamoja? Mstari wa 4 tu unaweza katosha. Hivyo ndivyo hali itakavyokuwa wakati wa utawala. Sasa wakati wa utawala huo, wakati kuna kuwa na amani ya ajabu, mimi na wewe ndio tutakuwa wafalme chini ya mfalme wa wafalme, Yesu Kristo. Amen. Wakati huo ndipo mamlaka yetu itadhihirika waziwazi. Ndipo uwezo wetu utakapodhihirika waziwazi. Ni muhimu tuelewe vizuri. Wakati wa kipindi cha dhiki kuu, watu wengi watauawa katika kipindi hiko. Watu wengi wataangamizwa katika kipindi hiko. Kutakuwa na dhiki ya ajabu duniani. Lakini mara katikati ya kipindi, kabla ya mwisho wa kipindi cha dhiki kuu, kuna watu wachache wataachwa katika kipindi cha dhiki kuu ambacho ni wenye dhambi. Watu wachache wataachwa ambao watafanikiwa wakati Yesu Kristo anatoka mbinguni kuja duniani na watakatifu wake. Watabakia wachache wenye dhambi, ambao hao wachache wataingia katika kipindi cha utawala wa miaka 1000. Lengo ni nini? Hao wenye dhambi wachache kuingia katika kipindi cha utawala wa Yesu Kristo duniani ni Yesu Kristo awaonyeshe kwamba kama Adamu na Hawa asingefanya dhambi katika bustani ya Edeni, maisha yangekuwa hivi. Kwa katika kipindi cha utawala wa miaka 1000 duniani, wanadamu wanaoneshwa kwamba kama Adamu na Hawa asingefanya dhambi, maisha yalipaswa yawe hivi katika bustani ya Edeni. Tuko pamoja? Kwa maisha yatakapokuwa katika utawala wa miaka 1000, ndivyo yalipaswa yawe katika kipindi cha bustani ya Edeni. Na hilo litaongeza uchungu mkubwa sana kwa wale wenye dhambi ambao watatoka katika kipindi cha dhiki kuu watakapoingia katika kipindi cha utawala wa miaka 1000, kwa sababu hakuna nafasi tena ya toba. Yeyote ambaye atakuwa ameachwa, amebaki katika kipindi cha dhiki kuu, hakutakuwa na nafasi tena ya toba, kama wahubiri wengine wanavyodanganya watu na kuambia kwamba katika kipindi cha dhiki kuu utavumilia mateso, watakukata panga, sio mguu wako utakatwa panga moja. Ukishakatwa panga watakwambia pokea chapa ya mpinga Kristo, uendelea tu kukataa. Mimi nakwambia usiendelee kukataa. Ninachotaka nikwambie, kataa dhambi sasa. Dhambi zote, dunia yote iweke pembeni. Parapanda ikilia, twende. Usibaki kabisa katika kipindi cha dhiki kuu. Watakaobaki katika kipindi cha dhiki kuu ni wenye dhambi, na hakuna mwenye dhambi hata moja ambaye atakayemuona Mungu.
Hakuna hata moja. Kama utabaki katika ibada ya dhiki kuu, jielewe wewe ni wa jehanamu ya moto milele na milele. Ndio maana mahali hapa tunakaza utakatifu kwa gharama yoyote. Tunapambana usiku na mchana. Tunahangaika usiku na mchana kama Paulo mtume anazungumza. Maneno haya Paulo mtume na yarudiaga tena na tena, kuwa kielelezo katika maisha yangu, kuwa kielelezo kama mchungaji, ili ukipotea upotee kwa nafsi yako. Usije ukasema umepotea kwa sababu mimi nimekupoteza. Mpaka sasa kama mchungaji nina ushuhuda ndani ya roho yangu, hakuna mtu yoyote aliyepotea mkononi mwangu kwa uzembe wangu. Yeyote aliyepotea amepotea kwa ukaidi wake, amepotea kwa nafsi yake kutafuta mambo mengine. Angalia Biblia inazungumza kuhusiana na Paulo anavyozungumza. Wakolosai 1 mstari wa 27 mpaka mstari wa 29. Andiko hili kila mara naliangalia. Kila mara naliangalia. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 27 mpaka mstari wa 29. Kila mchungaji mwenye akili anatakiwa angalia andiko hili. Kila mtu, na wewe kama unataka kweli kwenda mbinguni, liangalie andiko hili. Uangalie mtumishi wa Mungu alivyotaabika, alivyohangaika. Nimekuwa nikifundisha tena na tena na kwa ukamilifu na kwa uaminifu, lakini wako watu vile vile katikati yetu sio waaminifu. Wakolosai 1:27 inasema, angalia Paulo anapozungumza kwa roho ambao Mungu alipenda. Labda nianze mstari wa 26 upate picha iliyo kamili. Siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake, ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Angalia mstari wa 28-29 kwa makini sana, ambaye sisi tunamhubiri habari zake, tukimuonya kila mtu na kumfundisha kila mtu katika hekima ngapi? Katika hekima ngapi? Katika hekima yote, tupate kumleta kila mtu nini? Tupate kumleta kila mtu nini? Tupate kumleta kila mtu mtimilifu katika Kristo. Angalia 29 kwa makini. Nami najitaabisha kwa neno lilo hilo, nikijitahidi kwa kadiri ya kutenda kazi kwake atendaye kazi ndani yangu kwa nguvu. Paulo anahangaika kumfanya kila mtu awe mtimilifu kwa Yesu Kristo, na anasema najitaabisha na hangaika ili kumfanya kila mtu awe sawa sawa mbele za Yesu Kristo. Ukipotea utakuwa umepotea kwa nafsi yako. Nina ushuhuda nimesema ndani ya moyo wangu. Nimekuwa nikifundisha habari ya mavazi, nimekuwa nikifundisha habari ya ulimi, nimekuwa nikifundisha habari ya zaka, nimekuwa nikifundisha habari ya mipaka kati ya wanawake na wanaume, nimekuwa nikifundisha. Na kama mtu atapotea, utakuwa umepotea kwa nafsi yako mwenyewe. Utabaki katika dhiki kuu, na kama utabaki katika dhiki kuu, uelewe ziwa la moto ni halali yako. Hakuna toba itakayofaa katika kipindi cha dhiki kuu, kwa sababu Roho Mtakatifu atakuwa hayuko duniani, atakuwa ameondoka. Na mara baada ya hapo vita vya Armageddon, halafu tutaingia katika utawala wa miaka